Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ni furaha yetu kwa taufiki ya Allah tena mara nyingine kutuwafikia kukusanyika katika sehemu kama hii tunaokusanyika kila wiki katika siku ya Ijumaa baada ya salati al-maghrib, kama sasa hivi kwa ajili ya klasi yetu hii ya Mandri Motivational Class. Tulipofunga klasi kabla za siku 10 ya mfungo tatu, kwa ajili zile siku 10 ni ayyamu siyam. Baada ya zile siku 10 zikaja ayyam al-a'yad, ayyamul Eid, zile siku za Eid. Sasa tumemaliza zote na leo tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2026 ndio rasmi tunarudi tena katika klasi zetu za Mandri Motivational Class. Bila ya kutawilisha sana, tuomba radhi kwa nyote kwa sababu hapa kumekuwa kidogo na ucheleweshaji wa setting ya hizi fire, kwa sababu hatukuwa na information ya mapema. Kutahitajika mambo ya zinaitwaje hizi projector na mambo na kompyuta. Tumekuja kupata information hizo hapa, ndio tumeharakisha, lakini wakati bado naona tuko nao wa kutosha. Tuko na 1 hour kamili mpaka saa 2. Inshallah taala ni furaha tena siku hii ya leo kuweza kuwa na ndugu yetu ambaye ni kijana wetu hapa mtaani kwetu. Ni kijana wetu ambaye yeye ni mmoja katika miongoni mwetu sisi. Ndugu yetu huyu ambaye ni msomi, ni professional wa technology. Kwa ushirikiano wake yeye na doktor katika kamati yetu ya motivation, Dr. Ali Aweso, wametuandalia siku ya leo kuja kuzungumza na sisi swala zima la mambo ya teknolojia, na wako na mawazo ya kuanzisha mafunzo haya rasmi katika mtaa wetu, kupata mahali patakaposhirikiana katika mazungumzo tuliyozungumza, wakishirikiana na Great Mind, sio Great Mind, tukawaelekeza pale waweza kupata nafasi kwa Ibrahim, wakaweza kuyaeleza mafunzo haya. Teknolojia zimemaliza vijana wetu. Hizi teknolojia zimeua mifumo na taasisi za tarbia na akhlaki kwa watoto wetu. Teknolojia imepoteza mwelekeo wa future kwa watoto wetu. Teknolojia imetudhuru sana. Jambo dogo tu sasa hivi, juzi kuna familia nzima talaka zimetoka, ugomvi, watu kwa sababu ya nini? Ya kuingia katika mtandao kubeti. Masala ya kubeti. Mtoto wa miaka 17 ameingia na pesa 1048 amezipoteza kwa masala ya kubeti. Huyu ni ndugu yake mke, mume amwambia pesa zangu zitaregeshwa, vita, kijana ametoka nyumbani, imekuwa shida, talaka zimetoka. Sasa zote hizi imesababishwa na mambo ya teknolojia, kwa sababu anao pin ya M-Pesa, kwa sababu anao namba ya M-Pesa, ajua kuingia katika ile wanahitaji application ya mambo ya kubeti, akaingia akabonyeza. Ni teknolojia hiyo, si ndio? Sasa ndio inatuletea madhara kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo tuko naye kijana wetu hapa anaotujua asili ya jamii zetu na matatizo yaliyomo ndani ya teknolojia na vile inavyotoweza kufaidika vipi pia katika teknolojia, ikatuongoza katika mifumo yetu ya dini yetu na ikatuwekeza pazuri, au tukafaidika badala kufanya biashara tukaweza kufaidi yani kupitia teknolojia ambazo ziko kwa ujumla. Ndugu yetu Ahmad Al-Maawi, nafasi hii ni yako leo, lakini kabla sijakukaribisha wewe hapa, leo ni siku ya kwanza sisi kufungua class, na siku ya kwanza kufungua class wa lazima tupate sauti ya chairman wetu Babuani. Ndiyo ama sio? Ndiyo ama sio? Haya, kwa hivyo inshallah nafasi hii moja kwa moja naomba kumkabidhi chairman wetu, yeye aweze kutufungulia class hii rasmi baada ya muda wote tuliokuwa tumefunga. Falyatafadhal mashkuran maajura. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu
kuweza kutukutanisha katika vikao hivi vitukufu, katika nyumba tukufu, katika saa tukufu ambazo saa hizi basi tumekutana hapa katika lengo moja tu, ambapo la kuwahuisha vijana wetu. Maratibu hatujui tuwapongeze kiwango gani mchango wenu katika jambo kama hili kwa na sisi. Vijana, wiki iliyopita mumeonesha miujiza mikubwa, discipline hali ya juu kabisa. Haijatokea hapo question and answer, watoto wakajibu majibu ambapo muliwashangaza wageni wetu wote. Mungu awajazi kheri, Mungu awape nuru ya dunia na akhira. Kwa kuchunga wakati, sisi tuna mgeni wetu hapa, na si mwingine, mimi naweza kusema Daktari Ahmed Maawi. Huyu ashawahi kuja klasi tulipokuwa kule nyuma, na ni muda mrefu sana, na naona tangu atoke kule mpaka leo kuja kuingia hapa, huyu lazima ana kutukutu, leo lazima tumtoe sisi. Kwa hivyo huyu lazima tumwamshe sisi na slogan yetu. Kwa hivyo vijana, naona muko tayari, ili aujue msimamo, ajue ana material gani atakawapa vijana wetu leo. Vijana, tuko tayari? Mimi nikisema mimi namtumikia Mwenyezi Mungu, hapana haja ya kuona haya. Words has power. Maneno utakayojiambia, subconscious mind yako yachukua. Kama wewe una malengo, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Haya behind the slogan ni yale matakwa ya kuwa sisi tutakamtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hakuna haja ya sisi kuona haya, si mtoto si mdogo. Yote utakayoyazungumza, subconscious mind yako yatukua, yana start preparation kukufanya vile ulivyosema wewe. Subhanallah, subhanallah. Bado naona katikati, bado sijaitikiwa, bado naona katikati. Subhanallah, subhanallah. Mambo tayari. Here we are, ready to serve Allah. Here we are, ready to serve our beloved Prophet. Here we are, ready to serve our parents. Here we are, ready to make a difference. Here we are, saying no to drugs. Let come what may, is a order, is not over until we win. Ya Allah, please help us and guide us. Takbir, takbir. Mashallah, mashallah, mashallah. Sasa mpira uko kwako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. So nitachanganya kidogo lugha, kwa sababu unajua teknolojia hatuwezi kuisema kwa Kiswahili peke yake. Nitachanganya kidogo inshallah, lakini nitakuja hapa nitafanya presentation pia, nitaonesha presentation. Lakini kabla hatujaanza presentation kidogo, kisha tutadim hizi lights, tutazipunguza, lakini nitatoa introduction tu kwa kwanza. Ushaona, yani unajua kama tukiangalia katika ulimwengu wale, kama vile amesema ustadh, hizi media ambazo zimekuja, hizi apps ambazo zimekuja, hizi simu ambazo zimekuja, zimekuwa na madhara mengi sana, lakini kuna vile sasa sisi wenyewe tunaweza kuzibadili hizi simu, tunaweza kuzifanya ziwe ni manufaa kwetu sisi. Ushaona, na kazi kama hiyo ni jukumu letu sisi. Tukikaa tukisema kila siku wao atakuja kufanya, wengine wako na agenda zao za business, wako na agenda zao za kibiashara. Lakini sasa uko mfumo tunaweza sisi tukachukua control ya vitu kama hivi sisi wenyewe. Ziko njia na zinawezekana kupatikana hizi njia hizi. Tunaweza sisi wenyewe hata hapa mitaani
nyinyi vijana, tukafanya kazi na nyinyi, tukaweza kuzileta hizi apps mpya, tukaweza kuzileta hizi teknolojia mpya sisi wenyewe, tukaweza kuleta manufaa kwetu sisi, tukaibadilisha ikawa sasa, badala ya watu wao kuwa sasa wanapata ile kitu inaitwa distraction, ile kitu inaitwa kupotea njia, ikawa sasa sisi tunaitumia teknolojia kwa kuleta manufaa kwetu sisi sote, na si kwetu sisi sote. Unajua teknolojia mwisho wa siku si hapa Mombasa peke yake, ni ulimwengu mzima. Kwa hivyo nitazungumza kwa ufupi, manake hii ni ndefu sana. Kama vile wamesema, hii ni miradi ya kufanywa ambayo tutafanya pamoja inshallah. Ni miradi ambayo tutafanya pamoja. Kwa hivyo njia ni ndefu, lakini leo nawapa tutafanya vipi kwa ufupi. Kisha inshallah tutakaa sisi sote tufanye pamoja. Mimi pamoja na Ali Wesu tumefanya projects hapa Mombasa, na amini usiamini, vijana ambao wako high school, vijana ambao wako katika miaka ya kwanza university, miaka ya kwanza ya college, saa zingine hufanya mambo ajabu hata kushinda watu ambao kwenye industry, watu ambao kwenye makazini. Amini usiamini, lakini ni mambo tumeona sisi wenyewe, na tuna njia za kuweza kuleta miradi kama hiyo, na sasa vijana kama nyinyi kama mkanufaika na mkaweza kufanya kazi na sisi na tukapata na manufaa kama hizo. So wacha tutaendelea kwa sasa kufanya hii presentation, kisha nikimaliza hii presentation tutasha tena hata ndio tupate kuonana kwa uzuri, lakini kwa sasa muhimu mpate kuona jambo ambalo nalionyesha hapa. Hii presentation iko kwa lugha ya Kiingereza, lakini pia mimi nitaieleza kwa Kiswahili at the same time. How to take control of the digital world. Yaani kivipi sisi tunaweza kuongoza katika kuleta manufaa katika teknolojia sisi wenyewe, kwa njia gani? Na nitaangalia njia tofauti. Kwanza, kama vile mmeona kwenye ile bana tumesema tech stack. Kwa hivyo nitaeleza tech stack ni kitu gani. Ni mambo matatu. Foundation ambayo ni msingi wa tech stack. Unaona? Inasema hizi apps zote na hizi system zote zinafanya kazi juu ya hardware. Hardware ni nini? Hardware ni hii kitu ambacho umekishika, simu yako umeshika hii. Hii kitu ambacho unakishika, hii device, hii ni hardware. Hardware ni hii laptop. Hii. Hardware ni hii projector. Hii ni hardware. Unaishika, lakini sasa unaicontrol. Sawa? Sasa hii hardware juu yake wanaweka nini? Wanaweka system juu yake. Kwa sababu hii hardware bila kuwa na system ni hardware tu. Utafinya, utafanya kila kitu, hakuna ukiwasha, ukifinya, ukifanya kila kitu, hakuna kitu kitafanyika mpaka iwe system. Sawa, tutakuja kuzieleza system. The hidden engines, the middle box do the heavy lifting math. Sasa hiyo ndio system. Sasa hiyo system kisha mwisho imefungua njia ya watu kama nyinyi pia kutengeneza nini? Kutengeneza apps zenu wenyewe. Zile apps zinakuja zinaonyeshwa kwenye screen. Sawa? Sasa kuikamata hii hardware mzima, tunaikamata system na tunaikamata na app zote mbili. Sijui tofahamiana. App ni kwanza, app ni kitu gani kwanza? Mtu yote anaweza kunijibu? Ile game mnazoteza sheikana sisi kwa mara moja kidogo kwa mwanamzee akaa kando hivi na nyuma shika simu mwificha wacheza snake sijui what you call it. Mimi najaribu labda app ni nini? App ni Bismillah. App ni miongoni mwa application ambazo zina deal na kitu maalum. Kwa mfano,
kuna app ya Jiji ambayo inadili na biashara mbalimbali. Kuna app ya WhatsApp ambayo inadili na mambo na mawasiliano na kupigiana simu. Kuna app mathalan ya mambo ya kuonyesha moyo wako unaenda vipi, afya yako. Sasa ni kitu ambacho program ambayo imeprogramiwa kwa jambo maalum, ndio maana ya app. Labda kama nimepata sawa, kama nimekosea naweza kurekebishwa zaidi. Yaani kwa lugha ya mtu wa kawaida ni umepata kabisa. Umepata kabisa. Okay, sisi ukija mambo ya teknolojia ambayo tumesomea itakuwa ni deep kushinda, lakini sasa yani umeipata kabisa. Ni una understand WhatsApp, TikTok. Sasa TikTok ni aina ya app ya social media. WhatsApp pia ni social media, lakini pia ni messaging. Ushaona? Sasa hizi apps, zile icon umeziona kwenye simu yako, kila moja ni app. Sawa? System ukisikia Android ndio system, lakini sasa tutakuja kufafanua inaitwa operating system, kwa sababu hii device mpaka iwekwe operating system ndio iweze kustahamili app. Tumefahamiana? Ndio ukija na app unaweka juu ya ile system. Ile operating system inaweza kuifanya hii simu kuweza kufanya kazi. Bila operating system utakuwa una screen tu, lakini hakuna kitu utafanya. Tunafahamiana? Haya. Big tech, yani tunasema kampuni hizi kubwa kubwa za teknolojia, biashara ambazo ziko sasa. Unaona kama sasa hizi social media zote tunatumia, madhara yote tunapata kwa hizi social media ni kwa sababu hizi teknolojia zimekuwa chini ya hizi kampuni kubwa kubwa, Meta, Facebook, ushaona, Google, ushaona, ukiangalia kama mathalan TikTok, hizi ni kampuni. Sasa agenda sisi ya hii talk ni kusema sisi tunaweza kufanya vitu vyetu wenyewe kwa manufaa yetu wenyewe. Tunafahamiana? Na inawezekana. Tunaweza kuchukua hiyo operating system tukaitengeneza sisi tutakavyo sisi, na apps tunaweza kuzidevelop sisi wenyewe. Na kama vile amezungumza game, sisi tuko na mpango inshallah wa kuleta mawazo kwenye vijana, ama kuleta maalumati ya kuweza kuzivumbua hizi game pia pamoja na sisi. Tufanye kazi pamoja tuje na hizi game. Yawezekana. And it is fun. Mimi natengeneza game. Nitawaambia pia. Mimi natengeneza game, mimi natengeneza app, mimi na deal na operating system, mimi na deal na hardware. Mimi na Ali tumefanya projects za hardware. Kwa hivyo hata hii simu tukitaka kuitengeneza ziko njia. Okay, huwezi kuitengeneza hapa local, lakini unaweza kujaribu kufanya kitu kinaitwa prototype. Takuja kuzungumza baadaye kidogo about it. Sasa hii ndio what I'm talking about, superpower of independence. Ni sisi wenyewe tuzichukue hizi zote operating system zote hizi tuzifanye sisi wenyewe, lakini hatuna haja ya kuanza from ground zero. Hatuna haja ya kuanza from ground zero. Hatuna haja ya kuanza kutoka chini. Vitu viko tayari, ni sisi tuvichukue tuviendeleze kwa njia yetu wenyewe. Ikiwa una ilmu ya kufanya jambo kama hilo, utaweza kulifanya hili jambo. Shaona? Na ziko aina mbili. Sasa tutaingia kwenye moja ambayo ni hii computer. Sinyi mnajua Windows? Sinyi hata mkenda huku waitwaje Rising Star? Waitwaje? Sorry. Bright Minds. Great Minds, Si mnafungua mashini kuna Windows, iko na app. Sasa ona ile ni Windows, app zake ni Word, Excel, zile ni app juu ya Windows. Windows ni system, operating system. Sio? Sasa kama hamjajua, hii simu Android imejengwa juu ya Linux.
Wewe leo ukienda ukifungua Facebook, ukifungua TikTok, si unaambiwa kuna server ni za Linux. Linux ina power karibu more than 90% of the internet leo ni Linux. Kila kitu naona hiyo ma social media mnatumia nini, Linux ndio ina back. Lakini Linux pia iko na version yake kama Windows. Kama sijui kuna mtu ashai kusikia Ubuntu? Ushasikia Ubuntu? Watakuzungumza? Ushaisikia? Na ni nini? Hebu niambie nini Ubuntu? Yani Ubuntu ni kama vile seme Windows but like seme ni education pia. In fact ni zaidi educational. Watu wanatumia hii Ubuntu kama vile wanavyotumia Windows wengine. Mimi kuna wakati mmoja nilikuwa nikitumia Ubuntu, hata situmii Windows for many years, miaka mingi sana. Shapata? Na iko more stable kushinda hata Windows. Lakini kitu cha kudua kuhusu hii Linux, kuna kitu kinaitwa open source ambayo tutakuja katika baadaye kujua leta ni vitu gani. Inamaanisha unaweza wewe ukapata ile code ya ile operating system na ukaibadilisha utakavyo wewe. Ndio nikisema hatuna haja ya kuanza kutoka ground zero. Ziko hizi system na unaweza kuichukua hii Linux tukatengeneza kibokoni Ubuntu pia tukitaka, ikawa ni operating system yetu wenyewe na zile app zote za Ubuntu zikafanya kazi. Hatuna haja kuanza from scratch, sawa? Lakini Linux umuhimu wake zaidi ni katika server. Nimesema nini? Server 90% of more than 90% of the internet is powered by Linux, sawa? Na ya pili Android. Nimesema pia Android imejengwa on top of Linux. Angalia, Android inaweza kuingia kwenye simu, Android inaweza kuingia kwa saa, Android inaweza kuingia kwa kompyuta. Zile zote ni Linux. Kumaanisha Linux inaingia kwenye zote hizi ukijulia. Ile router yako leo ukienda ukifungua, most probably router ya nyumbani, most probably na Linux. I'm saying this from experience. Tushatengeneza router ya Linux. Most of the routers utaziona kwa market, most of them zina run na Linux. Hata zile D-Link zile ndogo ndogo. It is so powerful and so tiny it can fit into a router. Sawa? Android ni open source pia, lakini hii Android sana sana unapata kwa simu ma Samsung manini. Hizi wamefanya deal na Google. Kuna apps zingine huzipati ukiwa unatumia open source, kama vile hutopata Google Drive, hutopata mail, hutopata Google Search, hutopata hizi Google apps utozipata, lakini zote zile nyingine unaweza zipata open source. Na ziko njia unaweza kuibadilisha ile Android na ukaitembeza ile Android ukaifanya ni yako mwenyewe. Sasa iko mifano huko nje, kuna watu wameshafanya. Kuna simu Android wewe utaona vitu vya Google ndani yake, utashangaa ziko. Chapata? Lakini watu wamedevelop mail yao wenyewe, watu wamedevelop search zao zenyewe, watu wamedevelop ziko. Na sisi pia tunaweza kufanya, lakini tuko tunajua inshallah. Ushaona? Na ni kitu ambacho a lab can achieve. If you set up a lab for this, it can achieve it. So we mwenyewe unaweza kuexperiment vipi? Unachukua mathalan kama ni Linux, unachukua kompyuta ya kitambo, unajaribu kucheza nayo, unaona, unaitinka. Na hiyo ni kitu ambacho tunaweza kufanya pamoja as research projects, na tunaweza na si hivi tu upande wa Linux, tunaweza kufanya pia na Android, tunaweza kufanya pia na simu, unaona. Sasa ushaona umetouch every area, umetouch hii, umetouch server, umetouch simu, umetouch saa pia ukitaka, umetouch router, umetouch kila kitu. Unaona, sasa kila kitu kinawezekana sisi tukakitembeza
tutakavyo sisi, na hatuna haja tuanze kutoka foundation, tunaweza kuanza kutoka mahali. So kwa ufupi, the freedom, ile freedom inakupatia, it has a way ambapo sasa wewe unaweza kuibadilisha hii disadvantage ukaifanya ni advantage kwa kuendesha kwa unavyotaka wewe. Shapata? You understand? So in conclusion, kisha sasa to open sasa dialogue, tuzungumze sote kwa pamoja. In conclusion, hivi vitu si vigumu. Watu wanaviona tu ni vigumu, lakini si vigumu hivyo. Tunaweza sisi tukachukua control ya hivi vitu vyote ikiwa tuna elimu ya kujua kufanya mambo kama haya. Tukacontrol kila kitu tutakacho sisi. Tukadevelop hata apps zetu wenyewe tukitaka. Tukadevelop hata app store yetu wenyewe tukitaka. Tukatengeneza system zetu wenyewe za mail, search yetu wenyewe, tukatengeneza AI yetu wenyewe. Lakini kuna zaidi ya haya. Tulipokuwa tumezungumza hapa about hardware, tumezungumza hardware na IoT. Unaona? Tumeweza kufanya lab ambayo tumechukua zile hardware devices, tukaonesha vijana kama nyinyi vipi unaweza kuja na DVD player yako wenyewe, vipi unaweza kuja na MP3 player, vipi unaweza kubandika screen ukaonesha kichako mwenyewe. Na tumeweza kufanya sasa, wajua tech stack pia, ile hardware tumesema ni stack. Sasa ikiwa wewe utafanya apps na operating system peke yake na huijuli ile hardware, iko deficiency pia, iko tunasema limitation, ama tutasema hivyo kwa Kiswahili, upungufu. Kuna upungufu, ushaona? So tunaweza kuzikava hizi zote. Ziko njia pia to understand vipi ile hardware unaweza kuitengeneza mwenyewe. Hata kama sasa hivi kwa teknolojia hapa Kenya huwezi kuja na hardware yako mwenyewe, lakini unaweza import devices ambazo unaweza kutumia hizo devices ku understand vipi unaweza kujua vipi kuja na hardware yako wenyewe. And there's some things we can do hapa, hata kama kuna limitations, kuna vitu ambavyo tunaweza kufanya sisi wenyewe pia. Ushaona? So that is what I mean by tech stack. Vitu vyote hivi tunaweza kuvijua, si vitu vigumu, and we are within our reach. Unaona? Na hiyo ndio inshallah ndio kitu ambayo inshallah sisi tunaangalia inshallah vipi tunaweza kuleta miradi ambayo itatusaidia sisi ku understand how can we be, vipi tunaweza kuchukua hii disadvantage tukatengeneza advantage yetu wenyewe. Vipi tunaweza kushape apps zetu wenyewe, vipi tunaweza kushape operating system zetu wenyewe, vipi tunaweza kuweka system zetu wenyewe kwa maserver zetu wenyewe. Hivi ni vitu ambavyo tukivijua, vipi tunaweza kuja na hardware yetu wenyewe. Tukijua hivi vitu vyote tutapata we are in control of being able to change that disadvantage to advantage. Shaona? Kwa hivyo kwa ufupi tunaweza kushataa, labda tupate maswali mawili matatu, kisha labda if tunaweza kupata watu wakazungumza na sisi about specific things that they have in mind. Kama mna kitu ambacho mmekifikiria, mweza kuja hapa mbele moja baada mwingine mkatuambia ile vitu ambavyo mko nayo in your mind, what do you think, ama kuna kitu gani is there any idea you have, ama kuna kitu ambacho umeki discover sasa hivi. Pia any questions kwanza, labda kwa kuna maswali yoyote from anyone. Foundation system, kisha ngoja nikwambie sasa hivi the tech stack. Foundation, the hidden engines and the playground. Yani playground ni kama si ati pale for Jesus ile playground.
Playground yani kikompyuta, uwe na mahali ambapo una experiment, kisha you come up with things ambazo watu wanaweza kutumia in a fun environment vile, is a playground, kisha uka experiment na watu wengine. That's what a playground is kwa upande wa teknolojia. Naam. Play Store kuna download apps kwenye hiyo Play Store. Ndio. So unaweza kuelezea kidogo kuhusu how does it connect to the apps and the Play Store download the apps. Ku download? Okay, hizi apps zinakuwa ziko kwenye server ya Google. Kama ni Play Store ziko kwa server ya Google. Kisha Google inakuletea wewe catalog. Ile app inakuonesha catalog ile apps ziko pale. Sasa wewe ukisema install, kwanza ile app haitaonesha kama haikubaliwi kuonesha kwa region yako. Kama app haikubaliwi kuonesha Kenya, haitaonesha mathalan. So ile catalog iko smart ku understand. Kwanza ile app itafanya kazi kwa simu yako, na ile app within your region itakuleta kwa catalog. Wewe ukiinstall itaanza kudownload ile app kutoka kwa server iweke kwa simu yako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turudi nyuma kwenye mambo ya Play Store. Sawa. Play Store itself is an app. Play Store is an app. Sawa. Kwa hivyo hata kabla hatujaenda mbele, Play Store yenyewe ni application. Unaona? Na application hiyo yenyewe imewekwa kusudi ni nini? Kutubua hizi apps zote zilizowekwa juu pale na watu wanaoitwa developers. Hao ndio wenye kutengeza apps. So when you start developing an app, ukishatengeza app, ukiipandisha Play Store unaitwa developer wewe. Sawa? So zikiwa ziko pale juu kwenye Play Store, they are already developed. Okay? You can develop apps either kwenye machine yako standalone nyumbani, ama unaweza zitengeza ukiwa uko online on the internet, right? These days kuna applications ambazo zinatumika online, unaweza kutengeza app from start to finish ukiwa uko online. Tumeelewana mpaka hapo? Yeah? Sasa when you finished developing the app, so you will test it either on your kwenye machine yako ama utaiweka kwenye simu. There are ways utaitupa kwa simu, codename .apk. Utatengeza application ambayo itakuwa ni kama prototype, utaibwaga kwenye simu yako. Ukishaibwaga kwenye simu yako, you will install it. Once you've installed it, utaitest, uangalie yafanya vile unavyotaka ama kuna issues with us, we call them bugs. Sawa? Na sio bugs wale wa kutembea kama panzi, parare, these are bugs which means inefficiencies ama vitu ambavyo havifanyi kazi sasa. Okay? All these terms you will come across them sasa kisawasawa na practically speaking when you start learning how to develop these applications. Okay? So ukishatengeza hiyo application, ukishaipandisha juu kwenye Play Store which is on the server, right? Mimi nikiingia nataka kupaga application kwenye simu yangu, nitaingia kwenye Play Store, which we already know is an app in itself. Ni app. Ukishaingia pale sasa, tayari it has what we call artificial intelligence. It is intelligent. Inajua tayari wewe uko mahali gani. Ikishajua uko mahali gani, zile applications zitakazokuonesha wewe ni zile ambazo zitafaa zafuzu kuwa kwenye ile sehemu ulioko wewe. Kama uko East Africa, haitokuonesha kitu ambacho hakifai kuonekana East Africa. Sawa? Kama uko Europe, haitokuonesha application ambayo haifai kuonekana ikiwa uko Europe. Shaona? Which is what we call geolocking. Geographical. Sawa?
I know you guys are learning geography. Sio? So when we say geolocking, it's geographical locking, whereby tunafunga zile applications iwe baadhi yake zinaonekaniwa sehemu fulani peke yake, baadhi yake zinaonekaniwa kila mahali ulimwengu mzima. Sawa? Umefahamikiana mpaka hapo? Yes. Salamu alaykum. Salam. Sema hii project Yeah. mtafundisha watu. Yes. Kisha tukishaijua, watakuwa wenyewe wanaweza create Yes. na apps. Yes. Sasa tuseme mfano wao washajua. No. Na kisha wakaja watu wakawaharibu kwenye akili. Zile apps wamezitengeneza nia ambayo tunatarajia maki washajua. Sasa the thing is this. Kitu cha kwanza hapa wako kwa Ustadh Babwali kujijenga ni fikra zao, mwelekeo. At the end of the day, ukimtukua ng'ombe umpeleke kwenye mto, akitaka kunywa yale maji atayanwa, akikataa huwezi mlazimisha, ni hiari yake. Mtoto waambiwa akifikia miaka kuwa amebaleghe, ni mwelekeo utampa, sawa. Lakini Mwenyezi Mungu ametupa metufili, which is choice. Sawa, naweza kubali kufanya zuri ama nikakataa. Naweza kukubali kufanya baya nikiwa najua wazi hili ni ovu na nitalifanya hivyo hivyo, nimetaka mwenyewe. Unaelewa? Sasa sijamaliza. Tukienda kwa upande wa kutengeza applications ambazo hazifai, ambazo si za sawa, going through that learning phase, right? Kuna mambo watakayooneshwa, watakayoelezwa kuhusu ethics. Am I right, am I wrong? Ethics meaning what? Ethics kuangalia lipi kwa kijamii, kwa Kiislamu, kisisi, ni sawa kufanya katika masala haya, na lipi si la sawa kufanya, right? Even in the real world right now, we have black hat hackers. Who are these black hat hackers? Yani watu ambao wanatengeza applications ambazo ni za kudhuru. Kisa na maana wao ni pesa tu wanafuatilia. Hawataka kujua kama ile application itasaidia ama itaharibu jamii. Unaelewa? Ama wenye kuingia wakaibwaga kama Kenya hivi I think a few months ago, ile nini walibwaga one of the main applications zilizokuwa zinatumika ni Citizen ama kitu kama hivyo. Those are black hat hackers. Shaona? Wamefanya pengine madhumuni yao ilikuwa wamelipwa ama wametaka kulipwa kima fulani ndio wairudishe online. Shaona? Now that is unethical. Meaning si sawa kufanya jambo kama lile kijamii, si sawa Kiislamu, si sawa kijamii, si sawa kimwelekeo yani mzuri. Unaona? Sasa haya yote ni mambo ambayo lazima vijana watapitishwa through kabla hawajakuwa sawa. Unaelewa? At the end of the day, I can give you knowledge, even Islamic knowledge, right? But how you intend to use it and how you choose to use it, right, is up to you. You can either use it for good, utaitumia kwa mazuri, kuelekeza wenzako vizuri na kuwapelekea mwelekeo mzuri, ama utawapotosha. Unaelewa? Lakini jukumu unalolibeba itakuwa limerukia kwako wewe mwenyewe sasa binafsi. Shaona? Sasa kwa sababu gani? Sababu ni nimekueleza, nikakuelekeza, sawa? Na nikakufafanulia kwa ubaya ni vipi na kwa uzuri ni vipi. Utakavotagua wewe, mimi siwezi kukulazimisha. Yes. Hapo uliposema. No. Ilikuwa mradi unaozundua. Ilikuwa kama mna system ya kuweza kuangalia watu kama hawa vile watakapo create zile apps. Na mkajua huyu kijana ya create apps hiyo ukaona kwenye system yako tu ya laptop.
tukaweza kumzuia ama kumblock ili asiweze kufanya vitu kama hivi? Up until now, up until now, we have not had that issue. That's number one. Number two, we have our own systems in place, ambapo tukiona kijana hayuko sawa, lazima tutamweka kando mwanzo. Inshallah, turudi tuangalie ni wapi kumekoseka, na tukiona yule kijana ni kijana ambaye hawezi rekebika, umenielewa, siwezi muacha kuendelea na yale mafunzo. Yes. Kuna namna sisi wenyewe wale vijana baada ya kukaa nao, kila ukiendelea nao, manake si jambo ambalo mtu atalifanya kwa muda kidogo. Mimi nikikwambia kuna vijana nimekuwa nao for the past 4-5 years. Shaona? Na ni vijana wako mustahik kabisa, ni watu ambao wana simamo wa sawa sawa. Na along the way atakwambia Ahmed, tumepata vijana ambao walikuwa hawako sawa, na yeye atakwambia nilivyowafanya mimi, yeye mwenyewe alikuwa aonea huruma. Inshallah, the thing is, kitu unachoambiwa ni uwe na msimamo, na mimi kabla hujaingia kwenye klasi yangu nitakueleza msimamo wangu. I will tell you all my principles and what I expect from you. You go against them, you will not stay in the class. Shaona? Hawa vijana, kuna baadhi ya vijana mimi wananijua vizuri sana, hata ukikaa nao kando ukiwauliza watakwambia mimi ni mtu wa aina gani, yule pale aliyosimama pale Ahmed ni mtu wa aina gani. Shaona? Sasa ile kuwa na msimamo namna ile, sawa, unavuta wale watoto wanaotaka mwelekeo mzuri. Hilo la kwanza. Kisha unavuta wale ambao hawajielewi, wako 50-50. Shaona? Sasa ukivuta wale ambao wako 50-50, that is a chance for you to put them on the right track. Shaona? Now if they decide to stick with the right track, alhamdulillah. Yes. Naam. Kama hao wanafunzi wenye kusoma, Naam, ambao wanafaa kukisana kwenye vitabu na kwenye kusoma, sema wakianza kujua hizi system zenu, yes, na wanafaa some sana, wanaweza kupotea wakaingia kwenye media, wakawa ni kufocus tu kutengeneza vitu, masomo mpaka wakasahau, wakajua jinsi ya create money that kwa nani nyingi wana kuliko. no. Tutafika huko, time ya kufikia huko, maelezo hayo utayapata. Hapo ulizo swali, mbona kuna baadhi ya apps Yes. kutumia mpaka kutumia data ama wifi? That's because whatever information wajaribu kutoa, ushanielewa, right, iko kwenye internet, it is on the servers beyond. So, which means there has to be a connection between your phone, right, and the server, and that can only be done by you having data on, ama uwe uko kwenye wifi, which means you have an active internet connection, ndio utapata kushukisha kile unachotaka. Kuna even baadhi ya games ambazo huwezi teza, sawa, if you're not online, because they are multiplayer games and ni games ambazo ni lazima there has to be real time updating. Shaona, real time meaning you have to have an active connection, internet connection. Ahmed, back to you. Yes. I just wanted to express thanks to you, gratitude for what you're doing. I've been following this thing. Alhamdulillah, it's something amazing for the next generation. Going to the same business, because I'm also doing the same thing, enlightening the youth. So I just remember when you talked about apps and everything, an app on which I used to use myself for almost 3 to 4 years. Lakini imeenda down. I wanted to draw your attention if you can revive that app. It was a lady, Sister Redwood in Islam from Morocco.
aliunda app moja inaitwa The Shukran. Okay? Na goal yake was to share posts kutoa shukrani yani. So there was a movement for spreading gratitude. Okay, so instead of like, alikuwa anaita shukran. Every like was a shukran. So if you look for that app, utaona kwamba alikuwa anataka kujenga community na aliweza kuweka community ya 1 million Muslims around the world. Lakini hiyo app imeenda down. So check for it. Taitafuta. Utaiona labda iko mkono green manjano. Taitafuta. Lakini you see, that's a very good example of that's a very good example of kitu kinaitwa market need, ya kuwa market kuna hiyo need, lakini sasa again you see we have to develop the talent. Exactly, no problem. Ushaona sasa, that is exactly, sasa hicho kitu umekisema wewe is exactly why we have to have the capacity to develop. Unaona, so you see sasa, ushaona sisi hii, when you look at developing hii talent ya hapa, it's not just sisi tuwafikiria nini, sasa wao wataona needs. Unaona sasa, kama hawa wanaweza ona needs, watu wengine wataona needs, na inshallah azma yetu pia ni kwa online, si ati tutafanya tu hapa tu, yani ni kitu vijana hapa nini online, but other participants want to participate, watakuwa part of that initiative. Ushaona sasa, you see sasa what you're talking about, they can be way to seed ideas from the community. Sasa unaweza kuiseed your idea, watu wakaipick, you can be part of that initiative yourself. Kama sasa hiyo inaitwa nini, having an incubation program. Sasa wewe ukaona idea na ile idea ukapata watu ambao wakaweza kufanya na wewe, ushaona, then there's also like proof of the fact that hii idea ni mzuri nini kila kitu, it can be incubated and developed if there is good capacity to do that. Unaona, yeah. Sasa ukiona hii whatever is happening here, it's just a foundation. Kuna mambo mingi yaweza kuja on top of that. You see, you're justifying why this has to happen. You're justifying. No, I'm saying something. When you talked about saying that we are not starting from ground, there's already things there. Exactly. I'm just bringing light for you all as the elders. Yeah. See through it and then it's perfect. Idea mzuri. That is exactly the reason why we need this. Unaona, you see sasa hiyo ndio exactly the reason why. Ushaona? Yeah. Very nice. Alhamdulillah. Keep it up. Thanks. Firstly, I think in online sessions and Inshallah. if we know the link, there's some other many people interested. Inshallah. Know where to get these classes. Inshallah. What's up? And so I mean zitakuwa available online. It's session ya leo, ukienda kwa Hassan TV ama ukienda kwa Abu Shuraim. Hassan TV ama Abu Shuraim, yes, utazipata ziko inshallah. Yes. Yeah. Okay. So kuna swali alikuwa mmoja ameuliza, kwa nini lazima kuwe na data ama wifi ndio mtu aweze ku block data, ku block app? It's kutumia some applications hakuna internet. Okay, nimefahamu. Ndio. Sasa hiyo ni choice ya yule mtu ambaye ameitengeneza hiyo app, atafanya vipi? Si lazima kuwa na data na wifi. Sasa kuna watu wengine wanaweza kudevelop ile app ikawa inaweza kufanya kazi na ile whatever bila data ama wifi. Sasa lakini shida inakuwa kama ni app ambayo lazima uwe umecommunicate na watu wengine, lazima unazungumza na watu wengine, lazima unainteract na watu wengine, itakuwa impossible. So by design lazima iwe online. Sasa inategemea pia ile app yenyewe kazi yake ni nini. Ushaona? Lakini iko hiyo kweli kwa sasa kuna apps zingine mpaka uwe online, lakini si lazima. Utapata si lazima zi online ndio zifanye kazi. Unaona? Lakini mfano mzuri, WhatsApp si lazima online, lakini sasa kama unataka kutuma message si lazima uwe online. Unaona? So hizo zote ina depend na sasa ile application yenyewe inafanya kazi vipi, ama yule developer mwenyewe ameidevelop application kuweza kustahimili hivyo vipi. Ushaona? So hiyo ni topic on its own. Kuna watu wako na it's a design principle on its own yani.
To ask that you said most servers are by Linux. Like many apps which boast of their own servers. For example, most games will tell you to log into different servers. I was going to ask if those servers are owned by Linux, but are, for example, hired. I don't know to use which term. Lakini kwa mfano app fulani ikubaliana na Linux itatumia server fulani, or if they developed their own servers, and for data to transfer it's usually through wires. Lakini siku hizi wire hakuna, vitu ni wireless, so ni through transmission of waves. Hizo waves zapita vipi na zafika vipi? Okay, sawa. So nikisema Linux, by the way, nikisema Linux ni clarify so that uta understand. Linux pia unaweza kudevelop apps kwa Linux. Some of those apps unaweza kuweka kwa hiyo server ikawa ni kama vile sasa game yako, tuseme umedevelop game, wataka hiyo game iwe na leaderboard. Unajua leaderboard ni nini? Hiyo yani unaweza kurank watu according to their performance, sio? Ukataka hiyo iwe stored kwa server. Sasa wewe utadevelop app ya server ambayo utainstall hiyo app kwa Linux. Unaona vile inafanya kazi? Utainstall hiyo app kwa Linux, itakuwa sasa ile Linux ndio ni operating system, app yako ndio ina interact na game upande wa pili. Kwa hivyo Linux is just a container, it is not yani inahakikisha ile server inaweza kufanya kazi. Wewe una develop app on top of hiyo Linux, unaweza kuinstall kama vile una install Microsoft Word nini. Sasa wewe unaweza kudevelop ukainstall kwa hiyo Linux, ikawa ni hiyo ndio unaita server. Sasa server, mtu akisema server haendi kusema all the way mimi natumia hasemi hizo zote. Atatumia Linux, atatumia Windows, hata Windows yaweza kwa server pia, lakini people don't prefer kuweka Windows kama server. Haiko strong enough ku handle. So wataweka hiyo app yao ya server wataweka kwa Linux. Unaona? Kama mathalan Facebook wako na server za Linux, lakini wamedevelop Facebook iwe ina work kwa hiyo Linux. Sasa wewe ukiaccess una access Facebook na server ya Facebook, u access server ya although iko on top of unaona vile inafanya kazi. Nkawe kuweka app kwa simu yako. Ukidevelop app una develop kwa simu yako. Sasa ile server una develop app yako wenyewe ya server. Hivyo. Umefahamu lakini? Shaona? Ukiondoka inakuwa waweza ukatukosa ama waweza kuwa kabali utotuona kila siku. Sasa kwa jambo hujalielewa. Linux tuseme ni kama usiona kama Windows. Ukistart computer yako itaingia kwa Windows, sio? Ama ukistart simu yako inaingia kwa Android, sio? Sasa hiyo Android ama Windows inahakikisha ya kuwa ile computer yako iko functional. Unaweza kutumia, unaweza kuinstall apps zingine, unaweza. Maana sasa hiyo wakikuletea computer hawakuletei na hizo system. Wakuletea tu hii sasa ukifungua labda itaenda blank book. Itakwenda blank, huwezi kufanya kitu, hata ukabubinya button gani ukafanya nini, ukaruka juu, ukaenda juu kule, ukashuka chini, haitafanya kitu. Ushaona? Sasa ile operating system ni kitu imedevelopiwa kuhakikisha this is working ama simu yako afanya kazi. Sasa kwa server ni vile vile mashini tu, mneni mashini, makompyuta kibao yale ma CPU, ma GPU, manini, lakini hayana system. Ukiziwasha zitawaka, zita consume steam, zitafanya nini, mafeni yatapiga, hakuna kitu itafanya. Sasa hiyo Linux inakuwa install ndio iweze kuwa ni container ya applications zingine kuwekwa. Iko na kama system ambayo ina allow kuweza kunetwork na system zingine, kuweza kutumia disk, kuweza kutumia ile CPU, kuweza kushaona. Sasa ni kama inakupatia a way you can interact with the hardware from your app. Unaona ni hivyo. Sasa Linux ni operating system lakini wame specialize kwenye server zaidi.
Although waweza pata Linux ukaweka hapa ukaitumia kama Windows, waweza pia. Ziko versions za Linux, Ubuntu, ukisikia kuna Red Hat, ukisikia kuna kina Fedora, ziko Linux Mint. Nza kwa kompyuta ukatumia kwa kompyuta yako, ama uona wamechukua ile Linux wameweka kwa router. Sasa ile router inaweza kuona sasa inaweza kufanya networking kwa sababu imekuwa system za Linux, ndio ikaweza kufanya networking. Lakini hivi router machine tu haijui ukileta traffic itaipeleka wapi mpaka ipate hiyo Linux. kwamba sio server tu, yani Linux itself is a container for storage of data, but for it to be called a server there must be management, your data is bundled, there must be sending and receiving of data like a server, correct? Linux is an operating system. It's an operating system. What is an operating system? So you put it to words, I don't know how to explain. You understand what an operating system is? I understand what it is. Yes. So Linux is an operating system. What it does is it allows you to create other applications or software which will allow you to do whatever functions you want. Without Linux, without Linux, without Linux huwezi kuneneo, yani huwezi kutumia hizo application. Ushaona? Ni kama vile ukienda kwa Windows, without Windows hauwezi kufungua Word. Kwa sababu hauwezi kuingia kwenye ile mashini ikakuonyesha Word iko wapi, ukaweza ku double click ikafunguka ukaitumia. Sawa? So that's the essence that comes immediately after your hardware that allows you to use the system. Shauna, are we together? Yes. In a base form, in order for it to operate, there must be movement of data. Movement of data, yes. And the reading of it, everything else is involved with the process. What I meant was, since Linux is an operating system, yes, for you to call it like your part, or for you to call it your app, you can use the operating system itself, Linux, but the data, you obtain it yourself, or you place it yourself. Is that correct? Yes. I gave them a funny story. I first encountered computers when I was, how old? 19 years old. I'd gone into university in the UK and I was doing computer science. That's the first time I made a machine. Right? Now, being inquisitive is what I want all of you to be. Shauna, so this story teaches or gives you a lesson in being inquisitive. Shauna. While at university, ukiingia library kuna sehemu ambao kuna mashine zilikuwa zimewekwa pale, desktop computers. I think you've all seen a desktop computer. Unajua desktop computer? Sasa wamezifunga zile CD drive hazifanyi kazi. At that time tulikuwa tuko na CD drive. Tulikuwa hatuna yeye mambo ya USB na nini. We used to use diskettes. Nafikiri Ahmed wazikumbuka hizo. Zinabeba 3.14 MB. Sasa hii wewe unatembea na kidude hapo kinabeba up to 1 TB. Kwa kidude kidogo kihatiri kidogo sana. At that time then they came with a 3. Ushaona? So I saw both. Sasa the funny thing is wamezifunga zile mashine ili tusiweze kutumia CD drive. Ushaona? Now, me being very inquisitive, what did I do? I found a solution. I created an application that allowed me, to hack and use any CD drive I wanted to, so long as I sat on that machine. Nimekalia machine, nitatia CD yangu pale na nitaitumia. Sawa? Vijana wengine wote wakija kutumia zile machine, CD drive hazifanyi kazi.
What does that tell you? If you're inquisitive enough, right, and you think long and hard enough, and you think creatively, solutions you will get, especially in tech. Mtu asikwambia huwezi fanya kitu, you will get solutions, right? But ni mpaka we mwenyewe ujipe tabu, ufikirie, ujaribu. You will try, you will fail. You will try, you will fail. You will try again. Umeambia ukianguka, simama, jifute, tembea. Au sio? Ndo namna ya kuwa baba na ndo namna ya kiume. Mtoto wa kiume anaambia nini? Umeanguka? Mwambie pole baba, usijali. Mwambie simama. Kisha simama, mwambie futa machozi. Kisha mwambie tembea. Au sio? Now those are things that you need to use. Sawa? If you use that mentality, creating these apps that you've been talked about, watu wamewaeleza na nini, sawa, Ahmed amewaeleza, ni vitu ambavyo vitakuwa very easy for you once you get the hang of it. The difficult part is that getting the hang of it. Okay? But so long as mtakuwa mko na ile ari na inquisitiveness, right? And the want to do, you will prevail. So, we are examples of that prevailing. We've been through a hell of a lot. Baba kufikia pale tulipofikia. Yeye upande wake, mimi upande wangu. Hakika tukikaa kueleza story zetu, Ustadh Babu Ali itabidi atuandikie vitabu. Yale tulofikia, tulopatikaniwa nayo, tulioyafanya mpaka tukafikia makasada haya, mpaka tukajua yale tunayoyajua mpaka sasa hii. Tukikaa chini na Ahmed, tutaandika volume 3-4. Sawa? But the most important lesson is that ni kwa kila tukipata changamoto hatukusimama, we forged ahead, right? And that is what we are trying to build in you. Ustadh Babu Ali is trying to build that in you. It's for you to be able to continue your way forward. 2, to have ethics. 3, to understand how as a Muslim you should lead your life. As a man, as a Muslim man. Shauna. Later on, when you are nearly getting married, he will also tell you about being a Muslim husband. Lakini bado wenyewe watoto sana mjafika huko. Sawa? Back to you. Time zimekuwa nyingi, so I guess we can work towards closing the session. I'll have some final comments. Tufunge session, kisha tutamwacha mzee wetu Babu Ali aje afunge official. But what I can say is that nina azma kurudi tena inshallah for a second session, and this time hii session hii mpango ni kuonesha practical ways we can engage together, zile programs ambazo tunaweza kufanya pamoja nini, ushaona all these things. Tutapanga date once inshallah we materialize how we can present all these things to you. Kuna games ambazo they're part of the experience, okay, that you can get a hold of, ukaona how to interactively learn. Mimi mwenyewe pia I'm launching a game which by the way nitafanya hii kama changamoto to this community. Na yeye ushaiona ile Babazuka puzzle iko kwa Play Store. Ito Babazuka puzzle. Babazuka BABAZOOKA puzzle. Hiyo game ni azma yangu inshallah. I have a lot of ideas. Manake nimei develop just a bit of it. Nimeituma kwa watu, they've had fun playing with it kwa Android. Ushaona? They've had playing with it, yani wameipenda. Ni azma yangu inshallah
for a lot of the ideas that I have on that game, some of your community members might work with me if you succeed to get to that point where you can be able to develop it with me. So kuna program, it's already on Play Store, shaona, lakini ina kazi nyingi bado. Hata kama it's exciting for what it is right now, iko na ideas nyingi tunaweza fanya nayo. Kwa hivyo ni azma yangu inshallah. So imeweka changamoto to you guys. Takuja tutazungumza about some of these programs, gamification, how we can tunaweza hizi programs zote za how we can have capacity building, tuna stack yetu wenyewe na nini vitu kama hivi na knowledge transfer. Kisha one more thing before we close, kuna ile swali mtu alikuwa amesema watu sijui kwenda kusoma skuli na kufanya nini. Okay, I'm not trying to be controversial, but the whole aim of you going to school is for you to do what? To be skilled enough to make a living. What if you can make a living before you finish school? Na uka finish school bado hivyo hivyo. Isn't it advantageous? Watu wengi wamemaliza school hawana makazi. Kweli uongo? But if you can be skilled before you finish that school and you have a marketable, kitu ambacho unaweza kujitetea nacho, si ni afadhali? Ushaona? So we should always have a positive perception. Kuna vijana, ziko mifano mingi, ukienda uzunguni, awambia kijana bwana miaka 15, 14 ashatengeneza $1 million. Mbona wao wanamcelebrate, sisi tunataka kuambia watu endeni skuli? Like honestly, like we should also have that mentality ya kuwa sisi pia tujihami, sisi pia tujicreate ile capability. Let's not wait for school to finish everything. School itafanywa na utakuwa skilled before you finish school. That's the whole point. Okay, inshallah. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama natukua nafasi hino kuwashukuru speakers wetu Profesa Ali Aweso na ndugu yetu Dr. Ahmed Maawi for enlightening the umma, watoto wetu, kuwapa mwangaza na kuwapa uelekeo regarding the topic ambao tulikuwa nao leo. Hapa Profesa Ali Aweso amezungumza kitu kikubwa sana ambacho amekitaja mara mbili, ethics. Na ameulizwa hapa na kijana wetu mmoja, what happens kama mtu atangia ndiye mbaya, alafu nyinyi ili muweze kumfuatilia kijana kama huyu na kuweza kumtoa na asiendelee tena. Mimi wasia wangu kwa vijana ni kuwa lolote ambalo umeazimia wewe kulifanya, ujue mwanzo ittaqillah. What are the benefits of wewe kumcha Mungu? Ametaja kitu ethics, desturi, tabia nzuri. Kuna manufaa makubwa. Mwenyezi Mungu asema ndani ya Qur'ani, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Utakapo wewe mcha Mwenyezi Mungu atakupa furqani. Leo Maawi, leo ndugu yetu Daktari Maawi huyu, mahali alipofikiria, huwezi kuwa na akili kunjufu ikiwa wewe ndani ya lile unalolifanya unamwasi Mwenyezi Mungu, kwa sababu entrance ya conscious yako, ya spirit yako ni kile ambacho wewe utatizama. Hino ndio entrance ya spirit yako. Hino the moment you corrupt conscious yako wewe, ukaiua, kwa sababu atizama vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameiapia, akaiapia ndani ya Qur'ani, akaiambia wa nafsin wa ma sawa, na hapa kwa nafsi, spirit nilivyoifanya perfection. Spirit hino ikajaliwa bila ya kuletewa mtume, bila ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا
وقرابات لنا في ديننا.